Moja katika mambo ambayo nimejifunza na nimegundua kwamba kuna watu ambao wanajua kucheza na mind za dunia ni pamoja na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye kimsingi nimeona amebadili kabisa mchezo wa dunia, na sasa dunia inacheza muziki ambao rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameamuru muziki huo uchezwe. Mnakumbuka juzi tu hapo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ndio siku ambayo alitangaza kwamba watafanya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine pamoja na Urusi, na akapendekeza kwamba mazungumzo hayo yanatakiwa kufanyika mjini Istanbul katika taifa la Uturuki, na tukaona rais wa Uturuki Bwana Recep Tayyip Erdogan akatangaza pia kwamba atahakikisha anaandaa mazingira rafiki kwa pande zote mbili ili ziweze kushiriki katika mazungumzo hayo katika hali ya usalama, hali ya utulivu pamoja na hali ya ustaarabu. Sasa baada ya tangazo hilo kutokea, tuliona moja kati ya watu ambao walionyesha kufurahishwa sana na tamko hilo alikuwa ni rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye baada tu ya Putin kutangaza, yeye amekuwa akibandika machapisho kwenye mitandao ya kijamii. Kila baada ya nusu saa anachapisha bandiko ambalo linahusiana na utayari wa Ukraine kukaa katika meza ya mazungumzo na Urusi, akionelea ni kama bahati ambayo pengine aliamini haitakuja kutokea, lakini ndio hivyo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin akawa amebadilisha mchezo kwa staili hiyo. Sasa tokea Putin atangaze kwamba kutafanyika hayo mazungumzo ya moja kwa moja, inaitwa direct talk, kati ya Ukraine pamoja na Urusi, haijawahi kutolewa taarifa yeyote rasmi kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin atashiriki katika mazungumzo hayo au yeye hatoshiriki. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin yeye alisema wao ndio wanafaa kutoa masharti ya nini ambacho kinatakiwa kufanyika katika mkutano huo. Na tuliona wa Marekani na wenyewe kupitia kwa rais wake Bwana Donald Trump walipongeza sana maamuzi ya Bwana Vladimir Putin, ya kwamba maamuzi ambayo ameyafanya ni maamuzi mazuri sana, huku mataifa kama Ufaransa, Canada, Poland, Ujerumani pamoja na Uingereza na yenyewe yakimpongeza rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwa maamuzi yake hayo ya kuruhusu kufanyika kwa mazungumzo kati ya Ukraine pamoja na Urusi, mazungumzo hayo ya moja kwa moja. Swali kubwa sana la msingi ambalo limebaki ni je, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin atafika huko katika mazungumzo hayo ya moja kwa moja pamoja na Ukraine? Kwa sababu mtakumbuka rais wa Ukraine yeye ndiye alikuwa kiongozi kinara aliyesema kwamba hawezi kukaa kwenye meza ya mazungumzo ana kwa ana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, na akaenda mbali zaidi akasema labda awe amepatikana kiongozi mwingine wa Urusi ila sio rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Watu wakasema vina muda, na ndio maana ilifikia hatua rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky akapiga magoti kwenye mataifa yaliyo mengi sana kuomba msaada wa kuona namna gani ambavyo watambembeleza rais wa Urusi Vladimir Putin akae kwenye meza mazungumzo. Walienda huko katika nchi za Kiarabu wakamuomba, walienda kule Brazil, wakaenda kule India, wakaenda huko Uturuki. Kama haitoshi, walimuomba rais wa China Bwana Xi Jinping kwamba tunaomba umwambie Bwana Vladimir Putin kwamba sisi tumetubu, tumekosa sana, hatutarudia tena, kubali tukae kwenye meza mazungumzo. Mwamba akasema bado hamjasema. Sasa taarifa ambayo ni ngumu sana kuipokea ni kwamba tetesi tulizonazo ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza asishiriki katika mazungumzo hayo ya moja kwa moja, na badala yake msagasumu Bwana Dmitry Medvedev ndiye ambaye anaweza akaongoza ule msafara wa viongozi wa Urusi ambao watakutana pale Istanbul, Uturuki, kufanya mazungumzo na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Hiyo ni sehemu ya ripoti ambazo tumezipokea kwamba huenda Bwana Dmitry Medvedev akafika katika eneo hilo. Na niwaambie tu ndugu zangu, ni afadhali Putin aende kwenye mkutano huo kuliko aende Bwana Dmitry Medvedev, kwa sababu ya akili ninavyozifahamu za Bwana Dmitry Medvedev. Sasa kupitia kwa msemaji wa Kremlin, wa ikulu ya Kremlin Bwana Dmitry Peskov, yeye alizungumza akasema hivi: kesho, kwa maana ya siku ya Alhamis, Urusi itausubiri ujumbe wa Ukraine mjini Istanbul, akisema kesho Mei 15
wajumbe wa Urusi watasubiri upande wa Ukraine huko Istanbul, na imetangazwa na katibu wa vyombo vya habari wa rais wa Urusi. Anasema kwa kweli ujumbe wa Urusi utasubiri ujumbe wa Ukraine huko Istanbul mnamo tarehe 15 Alhamis, ambayo ni kesho. Kwa maana ya maneno haya yamezungumzwa tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Wakati huo muundo wa wajumbe wa Urusi ambao wataenda kule nchini Uturuki bado haujatajwa kwamba ni viongozi gani, kwa sababu tumeona Sergei Lavrov ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Urusi amesema yeye hatoenda. Sasa hili ndilo ambalo linaleta kizungumkuti kidogo kwamba yani ni mtu gani ambaye atawakilisha upande wa Urusi. Na ukizungumza au ukiangalia kauli ambazo zinazungumzwa na bwana Dmitry Medvedev, au ukiangalia kauli ambazo zinazungumzwa na bwana Peskov, anasema hivi: tutafanya hivyo tutakapopokea maagizo yanayofaa kutoka kwa rais. Hadi sasa hakuna maagizo hayo. Yani rais wa Urusi yeye ndio ambaye alitangaza kwamba ujumbe wa Ukraine ukutane kule Istanbul. Lakini mpaka sasa hivi Putin yani hajatangaza kwamba ni nani ambaye atashiriki katika mazungumzo hayo. Ni kimbembe, yani ni kisanga kizito sana. Ndio maana nimesema mataifa yote sasa duniani yamelazimika kucheza style ambayo anaitaka rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari, rais wa Urusi Vladimir Putin aliitolea Ukraine kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja bila masharti huko Istanbul mnamo Mei 15. Hata hivyo, mkuu wa sera au mkuu wa serikali ya Kiev bwana Volodymyr Zelensky alianza tena kuweka masharti kwa Moscow kukubali kusitisha kabisa mapigano mnamo Mei 12, ndipo atakapokuwa tayari kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump akatoa wito kwa mamlaka mjini Kiev kukubali mara moja pendekezo la Putin la kufanya mazungumzo nchini Uturuki. Baada ya hapo, Zelensky alisema kwamba atamngojea rais wa Urusi bwana Vladimir Putin pale mjini Istanbul katika taifa la Uturuki. Mmeona kwamba yani Putin ndiye ambaye anaamua karata gani isogezwe. Kama akiamua isogezwe namba 2, basi wote wanaisogeza namba 2. Akiamua isogezwe namba 3, wote wanaisogeza namba 3. Hadi sasa hivi tunapozungumza leo tarehe 14 ni kwamba hakuna binadamu yoyote yule ambaye anafahamu rais wa Urusi bwana Vladimir Putin atamtuma nani, ijapokuwa tetesi zinasema kwamba huenda akawa ni bwana Dmitry Medvedev. Sasa kama nilivyowaambia, rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ninawaeleza kinaga ubaga, yani anaiona hiyo nafasi aliyopewa na bwana Vladimir Putin, yani ni kama anaenda kumuozesha binti yake hivi, kiasi kwamba hataki kabisa kusikia kitu kinachoitwa kukosa. Amechapisha bandiko, anasema tumefanya mikutano kadhaa na timu kuhusu muundo katika taifa la Uturuki, na ninasubiri kuona ni nani atatoka Urusi na kisha nitaamua ni hatua gani Ukraine inapaswa kuchukua. Hadi sasa ishara kutoka kwao kwenye vyombo vya habari bado hazionyeshi ni nani ambaye atashiriki katika mazungumzo hayo. Mnaelewa nilichokuwa ninawaambia? Anasema tunasikia pia kwamba Rais Trump anafikiria kuhudhuria mkutano huo huko Uturuki. Hivyo inaweza kuwa hoja yenye nguvu zaidi. Wiki hii inaweza kubadilika sana, lakini inaweza tu, kila kitu kinaweza kikaamuliwa hivi sasa. Urusi inazidisha muda wa vita na mauaji. Nataka kushukuru kila taifa, kila kiongozi ambaye sasa anaweka sinikizo kwa Urusi ili mwishowe makombora yakome, ili mazungumzo ya maana yafanyike katika kiwango ambacho maamuzi ya kweli yanaweza kufanywa. Kwa kila mtu anayetusaidia amani na diplomasia viweze kudumu kwao na waendelee kubarikiwa zaidi. Ni maneno haya ya rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, ambapo hata yeye mwenyewe anasema, yani hata mimi mwenyewe sijui nitakuja kukutana na nani, huenda akakutana na mzimu huko, lakini ni kwamba hivi ndivyo wanavyofanya majasusi wote duniani. Hauwezi ukaexpose mbinu zako za kivita, huwezi ukaexpose asila zako za maangamizi, na ndio maana ameamua wa magharibi wateseke, Afrika iteseke, dunia nzima iteseke, na tarehe 15 pengine mnaweza mkashuhudia tukio la ajabu sana ambalo linaweza likaushangaza tena ulimwengu na watu wakabaki kujiuliza kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Hii ni ripoti ambayo imeandaliwa, tunaendelea kuleta hizo taarifa kwa kadri ambavyo tunazipokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.